Miongoni mwa kauli ambazo zimekuwa zikiripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari kama magazeti, lakini pia mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na radio pia. Moja kati ya kauli pia ambayo Dula Makabila amekuwa kinukuliwa nayo ni ile ambayo imekuwa ikisema kwamba siwezi kuacha kwenda kwa waganga, na anasema si jambo ambalo amepuuza au kuacha, bali pia ni sehemu ya maisha yake mpaka sasa hivi. Lakini pia Dula anasema kwamba tangu siku za mwanzo kabisa, kwa maana ya kwamba wakati anaanza muziki na anaanza kufanikiwa, amekuwa akitembelea waganga wa kienyeji, na anaenda mbali zaidi na kusema kwamba baadhi ya watu wanaweza kuhisi kumroga ni jambo ambalo ni hasi, lakini yeye pia anaamini kuna sababu maalum pia ambazo zinamhitaji kushauriwa au kufuata pia msaada kwa njia za kienyeji. Kwa hiyo kama kuna kitu ambacho atahitaji umshauri, kama anaona kipo ndani ya uwezo wake kushauriwa, atakubali. Lakini kama anaona kwenye upande wa mganga wa kienyeji pengine inawezekana kumsaidia, basi huwa anafuata njia hizo. Lakini pia anapigia debe sana kwamba hajapunguza kabisa na hala hajaacha swala la kwenda kwa waganga, bado pia anachukulia kama ni sehemu ya maisha yake mpaka sasa hivi. Na hii imekuwa ni moja kati ya hadithi pia ambayo inatokana na vyombo mbalimbali vya habari katika mahojiano, licha ya kwamba kuna baadhi ya watu pia ambao wamekuwa kichukulia kama ni utani ambao Dula amekuwa akiufanya. Kuna uwezekano wa kumaanisha mambo ya kiroho, ushauri wa kijamii au pia mafundisho ya kitamaduni ambayo pia pengine hayahusiani moja kwa moja na mambo hayo ambayo pia Dula amekuwa akiyazungumza kwa namna moja ama nyingine. Sasa kuna hii moja kati ya video pia ambayo imekuwa ikienda viral sana sasa hivi. Kama utakuwa ni moja kati ya mtu pia ambaye umekuwa ukifuatilia kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, moja kati ya video pia ambayo alikuwa anaonekana akirekodiwa na ambaye alikuwa na rekodi ni msanii mwenzake ambaye ni Billnass, na stories zilianzia Dula akiwa amebeba kipochi au kimkoba kidogo ambacho ndani yake pia kina pesa nyingi sana. Kinaonekana kuwa na pesa nyingi sana ambazo zimefungashwa kwa pamoja, na kwenye gari pia akiwa na vijana wengine pia. Billnass akawa anazungumza akiwaambia kwamba jamani, msiniame sana kwa sababu mnatembea na Dula Makabila na anaonekana ana pesa sana, kwa hiyo inawezekana pengine mkatamani kuwa na Dula kwa sababu yeye ndo ana pesa sana 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 sana. Na Dula Makabila akawa anasikika kiukweli kwenye swala la pesa. Yeye ni moja kati ya msanii wa Singeli ambaye anaongoza kwa na pesa. Hivyo anawaangalia tu wasanii wakiwa wanajitamba kwamba wao ni wasanii wanafanya vizuri kwenye upande wa Singeli, lakini yeye anaamini kwamba tayari kashafikia mafanikio. Na kama utakuwa ni moja kati ya mtu pia ambaye anafuatilia kwa karibu, utakumbuka hivi karibuni pia Dula Makabila amekuwa kitamba yeye kwamba ni msanii wa serikali kwenye kitengo cha burudani, basi yeye anatakiwa apewe hiyo nafasi. Kuna mtu mwingine pia ambaye anaweza akaichukua. Sasa katika video hiyo pia, ukiachana na hizo story ambazo alikuwa anazungumza na Billnass, kitu kingine pia ambacho Dula Makabila amekizungumza, amesema kwamba mafanikio yake ambayo amekuwa akiyapata katika muziki ni kutokana na uwekezaji, na uwekezaji wake sio kwenye swala la video ili ziweze kuonekana kali, na sio kusema kwamba yeye ana kipaji. Amekiri wazi na kusema kwamba yeye sio msanii ambaye ana kipaji, ila ambacho amekuwa akikifanya ni kuwekeza kwa waganga wa kienyeji, na ndio maana amekuwa akifanikiwa. Na amejaribu kuzungumza akiwa serious sana, lakini Billnass hakuichukulia serious kama ambavyo Dula Makabila alikuwa akizungumza. Moja kati ya video pia ambayo imeibua hisia nyingi sana kutoka kwa mashabiki mbalimbali kutokana na kauli ambayo Dula Makabila ameizungumza kwamba anawekeza zaidi kwa upande wa waganga wa kienyeji au kwenye upande wa tiba asili, ni kweli au pengine kuna utani ndani yake? Mafanikio ambayo Dula Makabila yuko nayo mpaka sasa hivi, kwa sababu alikuwa anasikika pia akisema kwamba ana magari kama 5 mpaka hivi sasa na pesa pia anayo, kwa hiyo sio jambo la kutania. Mtazamo wako ni upi? Unaamini katika kile ambacho Dula Makabila amekuwa akikizungumza, au mtazamo wako ni upi? Usiache kucomment, kusubscribe ili pia uweze kupata notification ya kila story ambayo naweka kupitia kwenye account yetu ya YouTube. Mimi naitwa Bernard. Cheers.